Mkanganyiko mkubwa umejitokeza miongoni mwa wazazi na wanafunzi baada ya kupokea matokeo ya wanafunzi waliofanya mtihani wa kwanza wa kitaifa wa gredi ya 9 KJSEA. Wazazi walifurika shule mbalimbali siku moja baada ya matokeo ya mtihani huo kutafuta ufafanuzi kuhusu matokeo ya watoto wao. Na kama anavyotuarifu Crispin Otieno, matokeo hayo ambayo ni tofauti kabisa ya mfumo wa awali yamezua tumbo joto kuhusu uteuzi wa wanafunzi katika shule za sekondari ya juu. Kwa kawaida siku kama ya leo huwa ya kusherehekea Jamhuri Day kwa familia nyingi. Ila kwa wazazi ambao wana wao walipokea matokeo ya mtihani wa gredi ya 9 KJSEA hapo jana, sherehe hizo zimegubikwa na kiza cha matokeo ambayo yanaonekana kuwakanganya wengi. Katika shule hii ya msingi ya umma ya Kari mjini Kisii, wazazi walifurika hapa kutafuta ufafanuzi kuhusu matokeo hayo, ambayo ndiyo ya kwanza ya aina yake chini ya mfumo wa CBE. Ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hii ilikuwa na shughuli chungu nzima, wazazi na wana wao wakitaka kufahamishwa maana ya alama zilizonakiliwa ambazo ni tofauti kabisa na ilivyokuwa kwenye mfumo wa 844. Hata mimi mwenyewe nilio naeleza sijapata vizuri. Sasa vile tuko na walimu hapa watatuelezea, hiyo utajua vizuri hiyo inamaanisha nini. Kwenye matokeo haya ambapo mwanafunzi anaonekana kupata alama ya EE1, EE2, mzazi wa mwanafunzi huyu haelewi atatafsiri vipi licha ya alama hiyo kuwa ya juu zaidi. So the other concern they are having is like what are they going to use, what parameter will be used to place their kids in senior school, because we have the STEM pathway, the social science pathway and the arts and sports pathway. Wengi wakitarajia kuona alama ya A au B kwa waliopita zaidi kama ilivyokuwa awali. Katika kaunti ya Machakos, Charles Barasa na Lilian Nyambu pia ni wazazi ambao wako gizani kufuatia matokeo ya mwanao. Kweli niliangalia matokeo ya mtoto nikaona EE na imekuwa terminologies ambazo inatukanganisha kidogo kwa vile sisi kwa tumezoea points. Lakini tunaomba serikali iweze kuelimisha wazazi ili waweze kuelewa kwa undani zaidi. Mkanganyiko huo umetokana na tofauti kati ya mfumo wa matokeo ya awali na wa sasa. The reporting of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1 and point 1 is the least at below expectation 2. Alama hizo ndizo zinajumulishwa na kubaini mwanafunzi atachukua mkondo upi kwenye sekondari ya juu, kama vile mkondo wa sayansi, sayansi ya jamii au sanaa na sayansi ya michezo, kulingana na mkondo aliopata alama za juu zaidi na aliochagua kufuata. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.